Viongozi mbalimbali wa vyama vya kisiasa pamoja na taasisi zisizo za kiserikali zimetaka uchunguzi wa kimataifa kuhusiana na matukio mbalimbali ya ukiukwaji wa haki za binadamu ikiwemo vifo vya watu katika siku ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka 2025 uliofanyika nchini Tanzania. Baadhi ya wanasiasa kutoka ndani ya vyama vya upinzani hasa Chadema, ACT Wazalendo wamekuwa wakitaka serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuachana na uchunguzi wa ndani kufuatia tangazo la Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alilotoa siku chache zilizopita, ikiwemo kuundwa kwa tume huru itakwenda kuchunguza dhidi ya kazi iliyojitokeza katika uchaguzi mkuu wa mwaka huo. Hata hivyo, Rais Samia Suluhu Hassan alifanikisha jukumu hilo la kuunda tume huru itakayoenda kuchunguza kwa kina juu ya sababu zipi zilizosababisha Watanzania kuandamana katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 pamoja na matukio mbalimbali ya uvunjifu wa amani. Hata hivyo, siku ya jana Rais Samia Suluhu Hassan alizungumza mbele ya kamati hiyo ambayo aliunda siku chache zilizopita kwa ajili ya uchunguzi wa kina kuhusiana na matukio ya uvunjifu wa amani yaliyotokea Oktoba 29. Katika mazungumzo hayo, Rais Samia Suluhu Hassan alisema kwamba ana imani kubwa na tume hiyo aliyoiunda kwa ajili ya kwenda kufanya uchunguzi kwa kina na anaamini kwamba tume hiyo itakuwa na mchango mkubwa. Lakini pia Rais Samia Suluhu Hassan alisema kwamba amekuwa akifuatilia kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, huku viongozi wa kisiasa wakisema kwamba wanatamani kuona tume za uchunguzi zikitoka nje ya nchi, ikiwemo washirika wao kama Umoja wa Ulaya, Umoja wa Afrika AU pamoja na taasisi kutoka jumuiya mbalimbali za kimataifa. Rais Samia Suluhu Hassan alisema kwamba ana imani kubwa na tume ya ndani. Ifahamike ya kwamba bado kuna maswali makubwa ambayo yamekuwa yakijiuliza. Je, tume hii itakuwa huru kama ambavyo Rais Samia Suluhu Hassan amekuwa akitaja? Na viongozi wa kisiasa wameikataa wazi wazi. ACT Wazalendo, ambacho ni chama cha pili kwa ukubwa nchini Tanzania, kilitoa waraka wake mapema kufuatia kutangazwa kwa tume hiyo na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa mujibu wa taarifa ambayo walitoa, ACT Wazalendo walieleza kwa upana kwamba tume hiyo haipaswi kufanya uchunguzi na uchunguzi unapaswa kufanywa na tume kutoka nje ya nchi ili kuweza kubaini uvunjifu wa haki za binadamu katika taifa la Tanzania. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambacho ni chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, chama ambacho hakikushiriki katika uchaguzi mkuu, wao waliweka wazi mstakabali wao. Hawakubaliani na serikali iliyopo madarakani, lakini pia hawakubaliani na tume iliyoundwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, huku akisema kwamba tume hiyo haiwezi ikachunguza matukio ambayo yanakiuka haki za binadamu katika uchaguzi mkuu uliofanyika siku za hivi karibuni. Jumuiya mbalimbali za kimataifa tayari zimekuwa zikipokea mawasilisho mbalimbali kutoka kwa wanasiasa nchini Tanzania, wanasiasa hao wakitaka ushiriki wa tume hizo, ikiwemo Umoja wa Ulaya. Hata hivyo, bunge la Ulaya siku ya jana liliketi na kuweza kupiga kura kuhusiana na Tanzania kuzuiliwa misaada ambayo imekuwa ikitolewa kwa serikali ya Tanzania.